Hawayuni mtazamaji wangu, mambo vipi na siku yako imekuwa vipi? Kengele imelia tena shara unusu saa za Afrika Mashariki, ni saa zetu kuzungumza kimashinani na kusikiliza story zetu, manake kila siku tunasema hii NTV Mashinani ni yako na pia ni yako. Natumai umefika na +1, usije ukafika kila siku peke yako. Kitu kizuri muitie na jirani yako. Kila siku mimi ni nahodha wako Lois Wangoi, lakini siko peke yangu. Kuna mabingwa kutoka kila kona ya kaunti zote 47 ambao mchana kutwa wamekuwa miguuni hapa na pale wakikuandalia taarifa tamu. Je, utarajie nini? Wahudumu wa afya huko Eldoret wasema hawatarudi kazini, wanataka mikataba ya kudumu. ODM yafanya uchaguzi wake wa mashinani. Eneo bunge la Kandoi ni kati ya sehemu zilizofanya uchaguzi leo. Wakazi wa Kijabe katika kaunti ya Kiambu wana hofu kubwa, kisa na maana transformer za umeme zimeibiwa. Na mama mmoja aliyefiwa na watoto wake watatu kwa moto afarijika baada ya kupata mhisani. Mtazamaji wangu, kama ilivyo ada, kwanza tushiriki kitaifa. Na watu watatu wamefariki kwa ajali barabarani iliyotokea mapema leo katika eneo la Manguo Limuru kwenye barabara kuu ya Nairobi Nakuru. Wengine watatu wakijeruhiwa vibaya na kukimbizwa katika hospitali ya Tigoni ambapo wanapatiwa matibabu. Waathiriwa wa umiliki wa ardhi huko Isiolo wameitaka tume ya ardhi nchini kuharakisha mchakato wa kusikiza malalamishi yao kuhusu ardhi bila kuhofia kuwa watatimuliwa katika ardhi ya ukoo. Idara ya ujasusi inataka kumzuilia mwalimu mmoja kutoka Nyamira kwa madai akatumia akaunti ya Facebook akidai yeye ni mwanawe Rais William Ruto. Charlene Ruto, DCI ilisema inataka kufanya uchunguzi zaidi kuhusu tukio hilo. Wauguzi katika kaunti ya Machakos wametishia kususia utoaji huduma katika hospitali zote za umma kaunti hiyo kufuatia kucheleweshwa kwa mishahara yao kutoka kwa serikali ya kaunti. Wanasema wameathirika kwa kiasi kikubwa kwa kukosa malipo. Mtazamaji wangu, mzima tunazama mashinani. Na wahudumu wa afya chini ya mpango wa kitaifa almaarufu UHC kutoka eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa wamefanya maandamano ya amani jijini Eldoret. Wahudumu hawa wa afya kutoka kaunti za Trans Nzoia, Nandi, Uasin Gishu waliandamana katikati mwa jiji la Eldoret kuwasilisha malalamishi na matakwa yao. Kikuu kwa madai yao ni kutaka kupewa ajira ya kudumu ikizingatiwa makubaliano baina yao na serikali ya kaunti na ile ya kitaifa, kwani wamekuwa wakihudumu kwa zaidi ya miaka 5 kwa kandarasi. Wafanyikazi hao pia wamelalamikia kutowasilishwa kwa makato yao licha ya kukatwa kwenye hati za malipo miongoni mwa marupurupu mengine. Tangu kuajiriwa kwao wakati wa janga la COVID-19, madaktari hao ambao walisaidia kwa kudhibiti virusi hivyo wanamuomba waziri mpya wa afya Aden Duale kutatua masuala yao, bali sio kutoa ahadi tu kama watangulizi wake. 2020 tuliandikwa tukiwa 12,000 na kwa hiyo 12,000 kwa sasa tumebaki 8,571. Hao wenye wameondoka wengine walikufa wakati wa corona na sisi ndio tulifight corona mpaka ikaisha. NSSF yetu hairimitiwi for the last contract, the second contract that we've been given. Hakuna kwa accounts remittance yetu, so hatujui hii pesa inaenda wapi, but from the pay slips inakatwa, so you can't really tell this money inaenda side gani. Tuko na waziri mpya na hii wakati sisi tunamuomba arekebishe mambo yote yenye inafanyika kule MOH, atupe mambo yote, mahitaji yote tunahitaji.
Mtazamaji wangu, tamu ya NTV Mashinani ni kupiga hatua. Kuna moja ya taifa hadi nyingine, tundoke mabondeni hadi sehemu za mlimani. Na wakazi wa Bathini, eneo bunge la Lari, kaunti ya Kiambu, sasa wameelezea wasiwasi wao kufuatia kuporwa kwa mtambo wa nguvu za umeme usiku wa kuamkia leo na watu wasiojulikana. Ni jambo ambalo limesababisha maelfu ya wakazi kusalia gizani. Haya yakijiri, wakazi wa Kamandura, Limuru nao wanaishi na wasiwasi kufuatia kuanguka kwa nyaya za nguvu za umeme zilizo na umeme. Abraham Gadesha na taarifa kamili. Wakazi wa Fadhirari watasalia gizani baada ya wahalifu kupora mtambo wao wa transformer. Sio hapa tu kuona kijiji cha Kamandura, Limuru wanaishi na hofu baada ya nyaya za stima kuanguka. Sasa hii ya kuibiwa, kama sisi wakaaji tuko zile za sisi tutakaa for life. As the community tunasema hivi, hii imeibiwa, na ukiangalia venye imeibiwa, it is like a professional ndiye ameiba hii. Hakuna mtu regarega anaweza kuja kuiba hivi. Hapa kuna uhalifu mingi, kuibua mang'ombe. Shushu hapa aliibua ng'ombe zake, hakuna. Sasa hakuna stima, sasa tumebaki gizani. Sasa tunaomba serikali tusaidieni. Juu hata sisi hapa kulikuwa na taa. Security, tunahitaji security. Hapa hakuna security. Kama tunasoma na kuja kuibia usiku, na je wewe maisha yako? Nafanya kazi ya kinyozi. Mimi naona kama stima juu zimeenda na pengine Kenya Power watakaa sana bila kuweka. Tutakaa njaa juu sasa hatuwezi fanya kazi bila stima. Kitu ya pili, masimu zetu ndio tunatumia kupigia watu usiku huku. Ukisema wakora wako pande hii. Juu hapa hakuna security. Hapo wezi wako wengi. Pengine utueleze ni obingani ambao mko nao kwa kampuni ya Kenya Power. Ni kurudishiwa mtambo haraka iwezekanavyo, sababu mambo ya security hapa ni mbaya. At least tukae tukijua vile ni muda gani unaweza chukua video tupate. Sababu hapa kuna shule mbili. Hii taa ya security iko hapa, hakuna security hata kidogo. Na kuna shop hata iko hapo, huwezi tuma hata watoto kwa duka. Unajua hata unaogopa. Hata kutoka kwa geti yenyewe unashinda ukiwaangalia wasitoke. Ombi kwa wakazi hapa ni kwa kampuni ya Kenya Power kuharakisha kuwapa mtambo mwingine wa transformer. Abraham Gadesha, NTV Kiambu. Mtazamaji wangu, hii ndi ile story kila siku nakwambia, chukua simu yako ya smartphone, jirekodi alafu ututumie. Huyu ametutumia. Na hii leo kwenye habari zetu za NTV Mashinani tunaangazia msichana mmoja ambaye anacheza na kufanya mazoezi yake na timu ya raga ya wanaume ni licha ya kuwa mchezaji wa Kenya Harlequins, timu ya raga ya wanawake. Msichana huyo kwa jina Maria Goretti anasimulia maisha yake kwenye mchezo wa raga pamoja na panda shuka anazokumbana nazo. Habari hii imeandaliwa na mwanafunzi wa utangazaji na mawasiliano kutoka Chuo Kikuu cha Maseno kwa jina la Eugene Shisoka. Kutokana na ari yake kwenye mchezo wa raga, Maria amejipata kwenye timu ya Kenya Harlequins kama mchezaji, ila sasa bali na kucheza kwenye timu ya wanadada, Maria anafanya mazoezi na hata kucheza na wanaume mara kwa mara. Msichana huyu kutoka Chuo Kikuu cha Maseno anaelezea safari yake kwenye mchezo huu wa raga na jinsi anavyopanga ratiba yake ya kila siku ili kutimiza wajibu wake kama mwanafunzi na mwanaspoti. My role models are the Kenya Lionesses. That's the female national team. Hata hivyo, hamu ya Maria kwenye mchezo wa raga haijakosa changamoto zake. As I say, maybe intimidation from the stronger and more experienced players. Rugby is a very tough game. Na hata anapozidi kufanya mazoezi na timu hii ya wanaume, Maria ana tamaa zake kwenye raga na timu ya Kenya Harlequins. Licha ya kuwa mchezo huu wa raga unahusishwa na vijana wa kiume, jambo hili halijamkatisha Maria tamaa. Kujitolea kwake kufanya zoezi na timu hii ya wanaume ni ishara tosha kwamba ari yake kwenye mchezo huu sio haba. Nikiripotia runinga ya NTV Mashinani, jina langu ni Eugene Shisoka.
Asante sana Eugene Shisoka. Mtazamaji, unaweza pia wewe ukatutumia video na picha unapokutana na matukio yanayokidhi mahitaji ya kuwa taarifa. Hapa tunakupa fursa ya kufanya hivyo. Tumia simu yako ya smartphone. Kila siku nasema piga picha, alafu fanya wanavyosema vijana wa siku hizi, kusababisha. Wewe ndiwe mjumbe wetu kijijini uliko, na nambari ipo katika runinga yako. Unaiona? Ndio hiyo hapo. Fanya kitu ambacho mhariri wangu na Biswa anaita majambos. Tuingia pale mashinani yangu ya online nione mnasema nini. Naftal Onyango anasema anatutizama. Asante. Prince Edwin Otis pia naye anasema anatutizama. Denny Suspect pia naye anasema mbashara anatutizama. Lawrence Omwenga anasema anatutizama huku akipigia makofi Butere Girls. Aha, endeleeni kutiririka pale mashinani yetu ya online. Unaweza pia ukatuma salamu, usiogope na useme uko katika county gani. Mimi Lesa Ngoi nachukua mapumziko mafupi, si kunywa maji wala kunyanyuka. Kuanza kukupakulia taarifa zingine nzuri ikiwemo hii. Waliweko wapi? We, nyinyi ni Waterere Girls? Nyinyi ni hao mnajua sana. Darasa moja A. Katika darasa la hiyo play yenu haina nini? Haina mahali kuna makofi. Tutaangazia maigizo kuhusu kisa cha shule ya Butere. Wacheshi, jamani, wana mambo. Mbuzi ziliingia kwa shamba yangu pale, nalima na maji, nikazitoa mara 3. Nikaita chief. Sasa wakati alikuja, alikuta tayari wamepanga mipango ya kuniua mimi. Ni watu tumeishi na wao, tumezaliwa pamoja. Wewe unashindwa hii shetani imetoka wapi? Ule alikuwa mwenye mbuzi akasema ako na nguvu sana, kateni yeye mguu. One of those that were actively involved was being pursued that Wednesday. That is when now OCS also was murdered. You cannot kill a human being like a chicken and you will be let go like that. The accused are joined together like Siamese twins and must suffer the same fate. Dog marks keep coming back. Any tips? Double the vitamin C power. New Garnier Vitamin C Day and Night Serums. Daily with the #1 vitamin C serum to correct dog marks. At night, new 10% vitamin C serum to help prevent their reappearance. Together, twice as fast dog mark reduction. The power duo. New Garnier Vitamin C Day and Night Serums. By Garnier, naturally. There are things that you will find you have sorted out just by sitting here. Hallelujah. Things being sorted out while you are seated. Hallelujah. That is our God. Hallelujah. That is the awesomeness of this God. And you're going to get to know him more and more and more and more. Africa is at a crossroads. Amidst vicious global competition, Africa must forge its own path and secure a place at the table. In May 2025, Africa's business and political leaders will unite at the Africa CEO Forum Annual Summit to set the course for the continent. Join us and shape the future of Africa. Acne-prone skin, soap is not enough. Try Pure Active, the #1 anti-pimple cleanser with salicylic acid and charcoal, proven to reduce pimple-causing germs by up to 99.5%. 3 actions: wash, scrub, mask. For pure and clear skin, Garnier Pure Active 3-in-1 Charcoal by Garnier, naturally. Siku zote kwa awamu ya pili ya NTV Mashinani tunasema wageni karibuni, mashabiki sugu
nyinyi ni wale wasee. Sasa uchaguzi wa chama cha ODM mashinani eneo bunge la Kandui umefanyika hii leo. Wanachama 640 kutoka wadi zote 8 wakijitokeza kuwachagua viongozi wa chama hicho katika eneo bunge hilo. Hata hivyo, licha ya uchaguzi huo kufanyika, kulishuhudiwa mirengo miwili pinzani ikilalamikia kutokuwepo na wazi kwenye zoezi hilo. Mrengo mmoja umepuzilia mbali matokeo ya uchaguzi yaliyotangazwa ukidai hakukuwa na mwanachama wa halisi wa ODM aliyeshiriki zoezi la kupiga kura. Mwanahabari wetu Augustin Were anaarifu. Naam, asante sana mwenzangu pale studioni Lois. Zoezi la upigaji kura kwa wanachama wa ODM imekamilika katika kaunti ya Bungoma, huku kukiibuka makundi mawili pinzani, ambapo kundi moja limedai kutokuwepo uwazi katika zoezi hilo. Nimefurahi sana kwa delegates kunichagua kama vice chairman katika chama kuu cha ODM. Mimi leo ningependa kushukuru watu ambao waliweza kufika. Tumeangalia pande zote, area yote. Hii uchaguzi ilikuwa free and fair. Watu ambao wanajaribu kuharibu chama, watu wa vyama zingine, watu wa vyama ndogo ndogo, ndio wanakuja kusema ya kwamba ODM hakutafanya uchaguzi. Uchaguzi iko wazi, kila mtu ameonekana hapa, na tunataka kuimarisha maneno ya ODM katika nyanjani. Si ndivyo wanachama? Tuhakikishe kwamba kila mtu afeel kwamba yeye ni mwanachama wa ODM. Tuhakikishe kwamba we are branding this party to a higher level. Mimi nimepewa kiti cha Women League. Niko kwa wamama na pia niko kwa Gen Z. Wameniaminia na tumesema kazi imefanya nini? Imeanza. Hii election imekuwa very fair. Mimi kama Women League natoka Musikoma na mdogo wangu anatoka Sangalo East. Sasa hii election siwezi sema imekuwa na mapendeleo. Imekuwa very peaceful. We have 8 wards. Ni Kandui na delegates wote wamekuwa hapa. Kama kuna propaganda kwamba watu wengine wamezuiliwa, na shindwa nyinyi watu ya press mmepitia wapi? Hiyo gate imekuwa open, nobody ambaye amezuiliwa kuja kuparticipate hapa. Youth League Chairperson Wilberforce Okumu. Deputy Chairperson Youth League Mika Wabwire. Secretary Lucy Barasa. Organizing Secretary Valence Ikuku. Ni katika uga huu wa posta ambapo zoezi hilo la upigaji kura la wanachama wa ODM lingefanyika kabla ya kuhamishiwa kule Sangalo, hali ambayo ilizua sintofahamu miongoni mwa wanachama wa ODM. Augustin Were, NTV Mashinani, gatuzi la Bungoma. Asante sana Augustin Were. Mtazamaji wangu, taarifa ifuatayo jamani itakupendeza, imejaa uto. Na msiba unapomkumba yeyote, ombi lake huwa ni kuwa atapata watu watakaomfariji na kusimama naye wakati huo mgomo. Sasa NTV Mashinani ilitangamana na Ndeto Mwaka ambaye mwanzoni mwa mwaka huu aliangaziwa na runinga ya NTV kwa kuwapoteza wanawe wawili pamoja na mjukuu mmoja. Habari hiyo kuhusu ama ya kuhuzunisha ili wagusa wahisani ambao walijitokeza na kumsaidia kushughulikia mazishi ya watoto hao pamoja na kumjengea nyumba. Jurgen Nambeka alisema naye. Ndeto Mwaka aliondoka nyumbani kwake akiwa na imani kwamba angerejea na kuwapata wanawe wakiwa sawa. Cha kuhuzunisha ni kwamba baada ya kurejea tu kutoka dukani, aliwakuta wote wameteketea kiasi cha kutojulikana. Nitafuta watoto wangu nje sikuwaona. Niliwakuta ndani wamechomeka wote. Mtoto wa dadangu mmoja, wangu mmoja, na mtoto wangu mmoja, huyu msichana wangu wa kwanza. Ila sasa maisha ya Bi Ndeto yamebadilika. Hii ni baada ya wahisani kujitokeza na kuhakikisha kwamba ana nyumba na sehemu ambayo anaweza kuita kwake. Peleka mochari, tushafatilizia kule mochari. Lakini nashukuru pia Mombasa Summit ikanibeba kama mtoto wao ambao amenilea, ambao alinizaa. Wanikanisaidia sana. Familia yote pia, na tuseme tu Mombasa nzima pia, walilia kilio cha watoto wangu wote. Na wote wakanibeba kama mtoto wao. Mpaka nashukuru sasa hivi. Watoto wangu walibebwa vizuri, pa tukazika, tukafanya fariji vizuri, tukastiri kwa hali nzuri kilio cha watoto wangu. Mpaka sasa hivi nishajengea nyumba, nimerudi nyumbani. Na wakati nyakati kama hizo nilikuwa siishi nyumbani. Nilikuwa niishi juu kwa sababu nilikuwa sina makao.
Na hapo pia naweza sema asante kubwa sana kwa Mombasa Cement ambao walishikilia mkono hawa familia, wakawajengea nyumba na hata kufacilitate zile mambo ya mazishi, bili za hospitali, yote haya walisimamia. Tukaamua kushughulikia wale watoto walikuwa mochari, tukalipa bill, kisha tukawachukua hadi tukawapumziza mahali tulikuwa tumepatiwa kwa shamba lao. Kutoka hapo hawakuwa tena na nyumba, ikabidi tubebe mafundi wetu wa Mombasa Cement, material, kila kitu tukawajengea. Japokuwa hadithi ya Bindeto ni ya kuhuzunisha, wahisani walihakikisha kwamba wamejitokeza kwa wingi ili kuweza kumfuta chozi. Eugene Mbeka, NTV Mashinani. Tazamaji, ndozo wa NTV Mashinani, kukiwa kubaya tunalia kwa pamoja, afueni Kenya pia tunashuhudia. Tusonge mbele na zipo sehemu katika nchi ambapo barabara ni mbovu, na moja ya sehemu hizo ni Shompole katika kaunti ya Kajiado. Sasa kikosi cha Twende hapa NTV kilikutana na wenyeji wa soko hilo ambao wanapiga kilele, na sisi hapa mashinani tumeitika. Kwa majina naitwa Babas, niko eneo ya Shompole. Na sisi iko shida kubwa sana. Hii barabara tunayopitia tukikuja hadi hapa soko, sumbua tupu. Hapo kwa lake iko mashimo inakataza magari ipite. Na kuna kila wakati tunapokuja hapo, hapa katikati kuna wale wafanyikazi wa serikali wako hapo wanatulipisha bado hii barabara. Mimi nilikuwa nauliza swali, je, hii barabara tunalipishwa nini? Barabara ni ya kawaida tu ya mchanga. Wanatuangamiza hapa. Haya, hapo kwa barabara kuna barabara inaonekana. Serikali ya Kajiado inafanya nini? Sasa ndio nilikuwa nataka mfikishe ujumbe, mtuambie atufurahi hiyo njia na atufurahi au kwa kota hakuna maendeleo. Leo ndio siku ya soko Jumanne. Kila biashara mara magari zinagoma huko kwa lake, zinakosa kuja kufikisha ng'ombe kwa soko. Mara sisi hiyo lake kwa imefurika, hatuwezi fuka kuja kufanya biashara. Tuko na shida sana. Hii barabara iko na lake mbili. Na hiyo lake mbili kijaa maji unabidi uzunguke. Na ile sori unapozunguke ni refu, unatumia 60 kilometers mpaka hapa mahali tuko sasa. Lakini ukiambiwa utumie shortcut ya lake ni 30. Unaona kuna short ya 10. Ile shida kubwa tuko nayo, unaona kwa hii lake inaweza jazwa mawe. Hata tuombi lami, tunaomba mawe na karabati ziwekwe kwa ile mahali maji inapita. Ziwekwe. Hizo tu ndio tunaomba. Hatuombi kitu kubwa. Na ukijaribu kulia, watu watusikizi. Kama hii barabara tunaambiwa inakula 6 million. Hii 60 ama 6 million. Hapa. Milioni 6, hata wewe ukipita hapo bure uangalie. Kusema ukweli walipiga kitu sababu ukifanya hii, ukiangalia wakaaji wa hapa wanategemea hii karodi. Hii karodi kakiwa kabaya, huyu mzee atapata chakula wapi? Kenya atapata. Ako na ng'ombe, ako na mbuzi. Ndio ako nazo. Lakini mali ya kupitishia itabidi hata mimi nimpandishie bei. Mtazamaji wangu, ndo kilio cha hao wa Kajiado, ukiwa na viongozi wao bila shaka wa tag kwenye NTV Mashinani. Tuingie mashinani nyingine ya online tuone mnasema nini. Tuanze na Delane K, anasema anatutizama kutoka kaunti ya Uasin Gishu. Asante sana. Joyax Aoko anasema Lois na team heko kwenyu, na watizama kutoka Karen. Hiyo ni mashinani ya Nairobi. Asante sana. Kenneth Nyale anasema anatutizama moja kwa moja kutoka kaunti ya Kilifi. Asante sana Kenneth. Alafu tunaye Wesley Koskei anasema kutoka Kibugeto, Tinet, tuko pamoja. Sijui ni kaunti gani. Ina sauti kama ya Kericho hivi. Asante sana. Tuingia mashinani ya YouTube nione mnasema nini. Frederica Kagendi anasema na watizama, lakini leo sijaona update ya Nakuru. Tegea kesho. Beryl Koech anasema alikuwa anategea hiyo ya Malala inafuata katika tukafunge, haujaikosa. Tuna Paul Kioko anasema na watizama moja kwa moja. Simon Jaden Rinaonjoro pia anasema anatutizama pale kupitia mtandao wa YouTube. Asanteni sana wote ambao mnafika mitandaoni ili kusema nasi. Kuna mwingine ameongeza ujumbe,
Jamo Kitetei anasema baada ya dhiki kumbe bado kuna watu wana utu. Ni kuhusu taarifa hiyo ya Pwani. Rio Moniko anasema yeye kutoka Dandora anatutizama moja kwa moja. Kuna huyu binti Lilian Wanjiku anasema anafanya kazi mashinani ya Saudi Arabia, lakini kila siku lazima ingia online kutazama NTV mashinani. Tunaye mchungaji ananiambia anaitwa Pastor Muyaka, anasema anawafuata nikiwa Nairobi West hapa jijini Nairobi. Asante sana mchungaji, endeleeni kutiririka pale, nitakuwa nasoma jumbe zenyu. Na kabla ya kuondoka, kama ilivyo ada, lazima bila shaka niwaache na kitu kizuri. Na bila shaka mtazamaji wangu umesikia mambo ya shule ya Butere na mchezo wao wa kuigiza ambao ulileta utata kidogo. Sijui umesikia nini kuhusiana na hilo, lakini pia wasanii wameanza kufika pale mitandaoni. Wanasemaje? Tunafunga nao. Kwa heri, mimi ni Lois Songoi. Kesho Denashara unusu papa hapa, usije peke yako, njoo na +1 tukafunge jamani. Wapi hao? Wali wako wapi? We, nyinyi ni Waterere Girls? Nyinyi ni hao mnajua sana. Darasa moja A. Katika darasa la hiyo play yenu haina nini? Haina mahali kuna makofi. Niwe nauliza. Nakwambia wewe Simba Malala. Wewe. Kwani anakaa mimi? Hakuna mahali mnapiga makofi? Hapana. Unajua sasa mtemi hafurahi. Hamna mahali mnashangilia mtemi na kuonyesha mambo amefanya. Niwe nauliza. Hatuna. Headgun, niwe nauliza. Hamna? Hatuna. Nyinyi waigizaji, michezo ya kuigiza. Mlikuja zile kusoma ama kuigiza.